Tumsifu Yesu Kristo. Gari la polisi litakuwa mbele. Huku nyuma naye mnalindwa na nani? Sawa eh? Polisi watatembea pia na nyinyi? Wao sisi tuko pamoja kwenye matembezi ya amani. Sawa sawa eh? Nawapenda sana, hongereni sana, mmependeza. Napendeza sipendezi? Napendeza. Ninafaa sifai? Unafaa. Mmetembea vizuri eh? Ndio. Okay, niko nimeambatana na askari wenzangu wote ambao tulikuwa tunasimamia ili zoezi mfanye matembezi ya amani, kini mtumie barabara ya umma kwa kuringa na mfike salama mlivyokuwa mnafika kwenye kanisa letu la hapa KKT. Piga makofi. Mtumishi wa Mungu, mimi nawashukuru sana. Walimu kwa ujumla wenu, tumeungana kwa pamoja kusindikiza watoto wetu, vijana wetu ambao siku ya leo wameungana kwa pamoja makanisa mbalimbali kwa ajili ya maombezi ambayo umesema ya amani kabisa. Hongereni sana walimu na watumishi wa Mungu wote. Naibu kamishina wa polisi Wilbrod Mtafungwa anawapenda sana na ninielekeza nihakikishe mtembee salama, mfike salama. Mmefika salama, mjafika? Mmefika. Kwa hiyo mfurahie jeshi letu la polisi, au sio? Jipigieni makofi jeshi la polisi. Ukiwa unaenda shuleni, hakikisha unatafuta sehemu yenye zebra kwa maana ya pundamilia. Muombe na askari polisi kama mimi, mwambie afande, shikamoo, mzima, pole na kazi. Afande, naomba nisaidie kuvuka. Ili uvuke vizuri, tunaelewana? Tunaelewana? Lakini pia tuwakumbushe wazazi, kwa sababu tunawaona wachache wako hapa. Tafadhali mzazi ambaye una uwezo wa kutoka asubuhi nyumbani na kumsindikiza mtoto kuivuka barabara, fanya hivyo. Wazazi wengi unakuta asubuhi amelala nyumbani, mtoto mdogo kama huyu anaivuka barabara mwenyewe. Mtoto huyu akipata shida, ukimuuliza yule mama alikuwa wapi, anakuambia nilikuwa bado sijaamka, nilikuwa bado niko nyumbani. Inaumiza. Na siku moja Mungu atakuuliza jukumu lako juu ya huyu mtoto. Kwa tafadhali usitegemee tu jeshi la polisi litafanya wajibu huo. Chukua nafasi yako, amka asubuhi, msindikize yule mtoto. Kabisa, hakikisha unapata mawasiliano na walimu. Mzazi, pata rutini ya kuwa na urafiki na walimu, kwa maana ya kujua mtoto wako anatoka darasani saa ngapi na ni muda gani atautumia njiani na kufika nyumbani itakuwa ni majira gani. Hii inatusaidia sana kuepusha vitendo ambavyo watoto wanafanyiwa. Mzazi, hakikisha unapata rutini ya mtoto wako. Watoto wanafanyiwa vitendo vibaya vya kikatili njiani na watu ambao wanaokosha sijui magari, watu sijui ni mabodaboda. Mtoto anafanyiwa vitendo bila mzazi kugundua. Unakuja kugundua dakika ni ya mwisho sana. Ukifanya upelelezi na ule mtoto, unagundua alitumia muda mwingi njiani bila mzazi kujua mtoto yuko wapi. Tusaidiane katika hayo ili tukamilishe utukufu wa Mungu hapa duniani. Asanteni sana.